Bana, ujambo na karibu sana mtazamaji wa Bongo Super Media. Hapa tumepata taarifa mbaya kwa upande wa Marekani na Uingereza, lakini ni taarifa nzuri sana kwa upande wa Irani na wale watu ambao wanaipenda Irani, ambapo taarifa hii inaeleza kwamba moto mkubwa umezuka katika kambi ya jeshi la anga la Uingereza ya RAF Fairford inayohifadhi ndege za Marekani aina ya B-52 zilizotumika kuishambulia Iran. Kwa hivyo hii kambi ndio ambayo ndege nyingi za Marekani zinahifadhiwa hapo. Hivyo mara baada ya moto mkubwa kuzuka, hakika zimamoto walifika hapo kwa ajili ya kuzima moto huo mkubwa kweli, huku wakuu wa zimamoto wamethibitisha kwamba chanzo cha moto wa kituo cha kijeshi kinaaminiwa kuwa ni ajali ya kawaida. Hivyo huduma ya zimamoto na uokoaji ya GFRS ilisema wafanyakazi waliitwa RAF Fairford saa 7:25 siku ya Jumapili baada ya moto mkubwa kuenea katika jengo hilo. Ghafla binivu viwanda na magorofa mbalimbali yakaanza kuungua. Hivyo wakuu wa zimamoto wamesema kwamba kulikuwa na majeruhi na dalili za awali zinaonyesha chanzo cha moto huo kilikuwa ni cha bahati mbaya tu kama kawaida. Hivyo mtazamaji, kulikuwa na wafanyakazi humo kwa sababu waliitwa majira saa 7. Kuna mambo inabidi wayazungumze hapo kiwandani na moto ukazuka hapo, wafanyakazi wakiwepo ndani, lakini wakuu wa zimamoto wamesema kwamba mambo yako vizuri, hakuna majeruhi, lakini hasara ni kubwa ambayo wameipata. Kituo hiko cha anga kilicho karibu na mpaka wa Wiltshire kinatumiwa na jeshi la anga la Marekani USAF kuanzisha operesheni yake dhidi ya Iran, huku GFRS ilisema huduma za zimamoto na uokoaji jirani zilisaidia kukabiliana na moto huo ambao sasa umezimwa kabisa. Hivyo wakuu wa zimamoto hapo awali walikuwa wamewaonya wakazi kufunga madirisha na milango yao kutokana na moshi unaotokana na mlipuko huo, lakini hivi sasa mambo yako vizuri. Mtazamaji, kambi imeungua, alafu wakuu wa zimamoto wanasema kwamba ni ajali tu ya kawaida, labda pengine kuna mtu amefanya jambo. Tusubiri na kuona, lakini hii ni habari nzuri kwa wa Iran, lakini ni habari mbaya kwa Marekani pamoja na Uingereza. Maoni yako ni yapi? Andika hapo katika sehemu ya comment.